Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Awali ya yote naomba nijitambulishe kwenu. Kama nilivyosema OCD, mimi ni kamanda mgeni, ndio nimefika na kama siku mbili tu. Nimekuja kuchukua nafasi ya Afande Alex Mkama ambaye ndiye alikuwa kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, lakini kwa sasa amepanda cheo na amekuwa kamishna wa polisi, anashughulikia masuala ya polisi jamii, na sasa amehamia makao makuu ya polisi mkoa wa Dodoma. Kwa hiyo badala yake nimekuja mimi sasa kuchukua hiyo nafasi. Sawa. Kwa hiyo ni kujitambulisha ndugu zangu. Sawa. Kwamba sasa nimekuja, naomba ushirikiano wenu. Tushirikiane ili tuweze kuendeleza amani na utulivu, tuweze kupata shughuli zetu kwa njia ya amani. Basi kama nilivyosema OCD, pamoja na kujitambulisha, lakini kuwapa pole na msiba huu, kushiriki kwenye haya mazishi, ningependa kidogo kutoa salamu kama kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, kwamba kwa siku hizi mbili zilizofika kidogo tumepatwa na matukio kwenye wilaya yetu, matukio ya mauaji. Kwa kidogo yamekuwa ya kusikitisha sana. Kwa hiyo ni wito wangu, ndugu zangu, hakuna ujasiri wowote, wala sio ujasiri, wala sio kitendo cha kujivunia pale ambapo utamuondoa uhai mwenzio, eza mkeo au rafiki yako, kutokana na kutofautiana tu katika masuala ya kwenye jamii au kifamilia. Sio ufahari kabisa. Haya mambo yanaongeleka, na ndio maana kuna watu mbalimbali, kuna wazee wetu wako hapa, wazee wetu wa busara kabisa. Unapokuwa na jambo lako linakutatiza, shirikishe mzee wako, rafiki yako wa karibu, mtu yote wa busara. Wazee wetu, viongozi wa dini wapo, tuwashirikishe. Tusikae na dukuduku moyoni ambalo wewe tatizo unaweza kaliona ni tatizo kubwa sana ambalo linaweza kufanya usiweze kuishi tena, lakini ukimsimulia mwenzio, yeye atakupa ushuhuda kwamba hilo tatizo lako mbona ni dogo, atakupa njia sahihi ya kuweza kuepukana na hilo tatizo. Niwaombe sana jamani, tuwe na hofu ya Mungu. Kama mmeshindana kwenye ndoa, achaneni. Kila mtu aishi tu mwenyewe. Achaneni ndugu zangu. Yaani tunakoelekea ni shida, ni tabu. Na lile tukio naonekana alikuwa amejiandaa kabisa. Kwa hiyo niombe sana tuwe na hofu ya Mungu. Tuwe na hofu ya Mungu. Mashehe, naomba tuendelee kuhubiri masuala ya ukatili wa kijinsia, iwe ni ajenda kwenye mahubiri yetu. Labda tutabadilika tunakoelekea, siko kabisa. Lakini na wazazi, kama binti anakuletea malalamiko ya kunyanyaswa, kufanywa ukatili ndani ya nyumba, mshauri tu vizuri, simwambie vumilia. Hapana, tutawapoteza. Kwa majina anaitwa Kaparama Saidi Pembe, au ni maarufu kwa jina la Sheikh Pembe. Lakini kwa bahati mbaya tulipofika hapa tumekuta kitu cha kuhuzunisha sana, kwamba mtu ameweza kumfanyia mauaji mpenzi wake. Hatujui tatizo ni nini. Ameweza kumdhalilisha na kumkata visu vibaya sana. Kidini hairuhusu, na hata serikali pia hairuhusu na haipendezi. Niwaombe wananchi, na haya yaliyofanyika mimi sijafurahikiwa nayo. Na pia tumshukuru sana RPC baina ya kufika kwetu kutembelea katika kata yetu hii. Naweza nikasema msiba huu ni kwamba wenye bahati tumepokea mgeni ambaye ana siku mbili tu, na akaacha ofisi, akaacha shughuli zingine za kimkoa, akatukimbilia na kuja kutusikiza na pia kutupa nasaha na kutufahamisha jinsi kazi ya polisi inavyofanyika. Na tunashukuru kwa ujumbe ambao mlikuwa mmetoa na elimu mlikuwa mmetuelimisha, tumepokea. Sisi kama ni wananchi tuko pamoja na nyinyi. Tunasema asante sana. Mwenyezi Mungu awabariki. La mwisho ni dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.